Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za ndoto, na leo tutazungumzia tafsiri ya ndoto ya kuoga kawaida bima'il matari, maji ya mvua. Yani kuoga kwa ajili ya usafi tu wa kawaida, sio kwa ajili ya janaba. Ukiota unaoga maji ya mvua inaashiria nini? Na ndugu yangu mtazamaji, lakini kabla tujaendelea, nikukumbushe kama unateseka na maradhi yasiyoonekana hospitali, maradhi ya mashaitani, uchawi, husda, unahitaji dua mbalimbali, hebu tuwasiliane biidhnillahi taala tuweze kukusaidia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala. Naam, ndugu zangu watazamaji, wanawachuoni wanasema mtu akiota usingizini ya kwamba yuwaoga maji ya mvua, wayatawadhau, na yuwatawadha, yani anatia udhu kupitia maji ya mvua, wanawachuoni wanasema fa inna tilka ruya, kwa hakika ndoto hiyo, tadulu ala annahu, inaashiria kwamba huyo mtu sayatamakkanu, ataweza min tahqiqil hadafi, kufikia lengo. Bimaana huyu mtu kama ana lengo lake fulani, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu atalifikia akiota yuaoga maji ya mvua na yuatawadha maji ya mvua. Wasaufa yatruku ba'du taalimi alqadima, wanasema na ndoto hiyo pia inaashiria ataacha baadhi ya mafundisho yasiyo na faida. Mafundisho fulani yasiyokuwa na faida atayaacha, min ajli iltizami bitaalimi lislami, kwa ajili ya kujifunza Uislamu. Manake ataacha mafunzo yasiyokuwa na faida, atajifunza mafunzo ya Uislamu. Naam, hiyo ni maana ya kwanza. Lakini wanaendelea wanasema wanawachuoni, dhata ru'yatu sabiqa, ndoto hiyo hiyo iliyotangulia ya mtu kuoga maji ya mvua, ikiwa idha shahada harrajulu fil manami, mtu akiota usingizini, yani mwanaume akiota ndoto hiyo, wanasema fa innaha dalilu, hiyo ndoto inaashiria ala anna shakhs alhalim, ya kwamba huyu muotaji sayatamakkanu fil fatrati alqadima, ataweza katika kipindi kijacho, minat tauba, kujutia, an ahadil maasi wadhunubi, maasi na madhambi fulani, yani kuna maasi yake fulani na madhambi fulani aliyoyafanya, atatubia kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana atajuta kwa nini aliyafanya madhambi hayo. Hiyo ni maana ya pili, miongoni mwa maana za kuota mtu yuaoga maji ya mvua, kuoga kawaida, sio kuoga janaba. Naam, lakini maana nyingine wanasema indama yahalumu rajulu fil manami, wanasema wakati atakapoota mtu usingizini, bil istihmami tahta almatari, ya kwamba yuaoga chini ya mvua. Yani mtu akiota yuaoga mvua yanyesha, yeye anaoga yale maji ya mvua, wanasema fa innaha ishara, kwamba hiyo ndoto inaashiria ila huduthi taghayyuri kabir, kutokea kwa mabadiliko makubwa, fi halatihi almadiya, katika hali yake ya kiuchumi. Ina maana atabadilika katika hali ya kiuchumi na mabadiliko yatakuwa makubwa. Wasatakunu afdalu, na itakuwa hali yake ni bora zaidi, bikathirin, yani bora zaidi, mimma hiya alayhi al'an, kuliko hali aliyokuwa nayo sasa hivi. Hali yake itabadilika, atakuwa na hali nzuri kuliko hali aliyokuwa nayo sasa hivi. Kwa hiyo kuota mtu yuaoga maji ya mvua, hiyo ni miongoni mwa ndoto njema, ndoto nzuri. Naam, wanaendelea wanasema fa in kana rai mushrikan au ala aqidati ghairi alislami, ikiwa muotaji ni mshirikina au hana akida ya Uislamu, yani hauamini Uislamu, wanasema kanat ru'yatahu, itakuwa hiyo ndoto yake ya kuota yuaoga maji ya mvua,
dalalatun ala alaudati ila tariqi sahihi, hiyo inakuwa ni ishara ya kurejea katika njia iliyokuwa sahihi. Manake huyu mtu kama ni mshirikina ataacha ushirikina, na kama si Muislam ana aqida ambayo si ya Kiislam, basi atakuwa na aqida nzuri kabisa ya Kiislam. Watajannubul batili wa ahlihi, na atajiepusha na batil, atajiepusha na uongo, na familia yake pia itajiepusha. Wataalluqu bilhaqi, na atafungamana, atashikamana na ukweli, atakuwa ni mtu mwenye kushikamana na haki. Naam, hiyo ni maana nyingine kwa mshirikina au asiyekuwa na itikadi ya Uislamu akiota yuwaoga maji ya mvua, kuoga kawaida, sio kuoga janaba kama nilivyotangulia kusema. Naam, lakini wanaendelea wanachuoni wanasema wa ru'yatu biwajhi amin, na kuota mtu yuwaoga maji ya mvua kiujumla, tarmuzu, inaashiria ndoto hiyo, ila albidayati aljadida, inaashiria mwanzo mpya, wa taghayyurati taria, na mabadiliko ya ghafla, allati yakunu laha atharun kabiru, yatakayokuwa ambayo yatakuwa na athari kubwa, allati, mabadiliko ambayo yakunu laha, yatakuwa atharun kabiru, na athari kubwa, ala hayati rai, katika maisha ya muhtaji, wa shakhsiyatihi, na tabia yake. Manake huyu mtu atabadilika kitabia, kama alikuwa na tabia mbaya atakuwa na tabia nzuri kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na atakuwa na mwanzo mpya, mwanzo mzuri wa ghafla, maisha yake yatabadilika ghafla. Kwa hivyo hizo ndio ndoto au tafsiri ya ndoto ya kuoga maji ya mvua, kuoga kawaida. Kwa hivyo watazamaji, baada ya kuyasema hayo, ni wakumbushe tu kama haujasubscribe channel yetu, basi hakikisha una subscribe au una like na una share video zetu. Lakini pia kama tulivyotangulia mwanzo kusema, kwa wale ambao watahitaji, yani kwa mfano umelala ndugu yangu mtazamaji, unahitaji tafsiri ya ndoto zako binafsi, basi pia nawakumbusha ya kwamba ndoto binafsi tuna tafsiri kwa sadaka nafuu kabisa. Tunatafsiri ndoto binafsi lakini kwa malipo au kwa sadaka nafuu. Kwa hiyo usiogope, kama unahitaji tafsiri ya ndoto yako binafsi, tuwasiliane, tutakutafsiria kwa sadaka nafuu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Kufikia hapo niseme sina la ziada. Naitwa Al-Imamu Shabani Ramadhani Mponda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika.